Tumeongeza visima, lakini bado suluhisho likawa sio lenyewe. Na mimi nilivyoona hivyo kupitia wataalamu wangu, nikasema hemu nipe utaratibu mzuri ambao tutautumia kuhakikisha kwamba tumetibu swala la maji ndani ya kata yetu ya Kanyigo. Ilikuwa ni kupata maji mengi na ya kutosha kutoka chanzo ambacho ni cha uhakika. Na mimi nilipigana usiku na mchana kule ngeni kuomba wizarani, na Mheshimiwa Rais akasikia kilio. Leo tunao mradi mkubwa wa maji kutoka Ziwa Victoria. Mradi huo mpaka mwaka jana umefika 92%, lakini kulikuwa na mkwamo. Na mimi nimeendelea kupambana kuhakikisha huo mkwamo unaisha. Na mimi nilitamani kabla mjaingia kwenye uchaguzi mwezi Oktoba, wananchi mwe mnapata maji kutoka Ziwa Victoria. Na naomba niwahakikishie maji haya yanaenda kutoka. Swala ambalo lilikwamisha mradi wetu huo ilikuwa ni pampu ambayo mkandarasi alipwa fedha kwa ajili ya kununua pampu. Na kwa sababu tunahitaji vifaa vyenye kiwango kwa mradi mkubwa kama ule, tulisema lazima tuweke vifaa ambavyo vina viwango vya juu. Mkandarasi wetu ameagiza ile pampu ya kupampu maji nchini Italia. Na waheshimiwa wananchi, pampu hiyo kwa maelezo ambayo serikali inayo na Mheshimiwa Rais anayo, itafika tarehe 24 mwezi wa 7. Kwa hiyo pampu hiyo ikifika ikafungwa, naamini ndani ya mwezi wa 8 maji hayo yataanza kutoka. Kwa hiyo unaona hii ni quotation kutoka nchini Italia ambapo imeshaanza kusafiri. Tarehe 24 mwezi wa 7 2025 ni siku ambayo pampu yetu itafika. Kwa hiyo ikifika, maanake ndicho kilichobaki. Na sehemu ndogo iliyobaki ni mradi huo, kuna sehemu ambapo wamepita kwenye mwamba. Ni mita 200 tu ambazo zinahitaji kuwekewa bomba za chuma. Na hiyo kero nililetewa na wataalamu wetu, nimeshaenda mpaka makao makuu RUWASA kwa mkurugenzi mkuu kuomba kibali cha kuidhinisha hiyo mita 200 ya bomba za chuma, na mkurugenzi mkuu ameshakifanyia kazi. Kwa hiyo naomba wana Kanyigo, swala la maji tuwe na uhakika linakuja kutibu kiu ya maji na changamoto ya maji katika maeneo yetu. Vijiji vyetu vyote, vitongoji vyetu vyote vipate maji safi na salama na maji ya uhakika. Kwa majina naitwa Johansen Kaiser Felician, natokea kata ya Kanyigo. Kiukweli nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Lakini zaidi nimshukuru Mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo la Misenyi, ndugu yetu Florent Kiombo, na Mheshimiwa diwani wa kata ya Kanyigo, Mheshimiwa Rutanyaoza, kwa namna ambavyo mafiga haya matatu yanaweza kushirikiana kikamilifu na kuhakikisha kwamba yanaweza kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Katika kata yetu hii ya Kanyigo, kiukweli kulikuwa na changamoto ya maji, kumtua mama ndoo kichwani. Swala hii tunapenda kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kushirikiana pamoja na mbunge na Mheshimiwa diwani. Kwa kweli maji yaliweza kutekelezeka. Mradi wa kwanza ambao ulikuwa ni kutoka katika kijiji cha Kikukwe kupandisha maji kuja katika kata yetu ya Kanyigo na vijiji vyote na viunga vyote vinavyounda kijiji chetu cha kata yetu ya Kanyigo pamoja na vijiji vyote. Kwa kweli mradi huo unaendelea vizuri na mama ameweza kuguziwa kazia ya kuweza kupatikanaji wa maji. Na tunausubiria mradi mkubwa sana ambao unatokea kata ya Kashenye ambao utakuja katika kata ya Kanyigo na kuelekea katika kata ya Bwanjai. Hakika mradi huo ukiweza kukamilika, basi tunaamini kwamba mama atakuwa ameweza kutuliwa ndoo kichwani na mambo yote yataweza kwenda vizuri. Kwa majina naitwa Jacinta Mchulezi Martin. Natokea katika kijiji cha Kikukwe. Tunamshukuru sana Mheshimiwa wetu Rais Samia kwa mambo yote ambayo ametufanyia katika nchi yetu ya Tanzania. Maana tunakushukuru kwa sababu wewe mama umekuwa mkarimu katika wananchi wako. Umetutoa katika umaskini, hasa katika changamoto ambazo tulikuwa nazo za maji. Kwa maana hiyo na maji tumeyapata, sasa hivi tuko vizuri katika upande wa maji. Kwa jina naitwa Belenego Joel Kabate, ni mkazi wa kata ya Kanyigo, lakini vile vile katika kata miradi ambayo imekuja, miradi ya maji, ya afya, umeme na barabara vile vile. Lakini pia niendelee kushukuru, kuna changamoto mbalimbali ambazo bado zipo
Upande wa umeme kuna vitongoji bado havijaunganishiwa umeme, ni changamoto, lakini vile vile kwenye upande wa NIDA ni tatizo ambalo limekuwepo sana. Labda nalo wangeliweza kulitekeleza, kwa sababu watoto wanapoenda kuajiriwa NIDA inatakiwa, au mashuleni. Kama miradi itaweza kukamilika kwa wakati, nafikiri utekelezaji wa ilani ya chama ambao wameahidi itakuwa umeenda sawa sawa.